Majimbo Media. Maendeleo majimboni, mikutano ya wabunge na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba uridhie kwamba majibu nitakayoyasoma hapa ndio yachukuliwe kama majibu rasmi ya serikali. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 22-23 serikali ilitoa shilingi milioni 470 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya madarasa 4, jengo la utawala, maktaba, maabara 3, chumba cha tehama, matundu ya vyoo 20 na matenki ya kuvuna maji ya mvua katika shule mpya ya Tilina. Pia serikali imetoa shilingi milioni 140 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa 4, ofisi 1 na matundu 8 ya vyoo, ukamilishaji wa madarasa 3 na ofisi 1 katika shule ya sekondari Sanzati. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya naibu waziri ya serikali. Nilikuwa nauliza tu maswali mawili ya nyongeza. TAMISEMI, ni lini sasa mtakuwa na chombo ambacho kinakuwa kinaangalia kwamba miradi mingi mnayopeleka kwenye maeneo ya vijijini, sekondari na maabara na vitu vingine inamalizika na mkao mnajua kama inamalizika kwa kikamilifu? Ni lini mtakuwa na hicho chombo cha kutazama sekondari ipi haijamalizika mkamalizia? Swala pili, shule ya sekondari ya Sanzati imejengwa na wananchi. Tumeisupport milioni 140. Ikaja hapa maombi, tumeleta maombi maalum ya milioni 420. Wakasema bajeti ya mwaka juzi wakasema itatoka, haikutoka. Mwaka jana haikutoka. Ni lini sasa hizo hela zitatoka hii shule ya Sanzati malizike? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kama nilivyojibu kwenye swali langu la msingi, mwaka wa fedha 2026 tunakwenda kutenga fedha kwa ajili ya kumalizia miundombinu kwenye shule hizi mbili, shule ya Sanzate pamoja na shule ya Tilina. Tunatambua kwamba katika shule ya Tilina miundombinu ambayo imebaki haijakamilika ni maabara 3, maabara ya physics, chemistry na biology, lakini vile vile jengo la tehama ambalo hatujakamilisha kuingiza miundombinu ya umeme. Tutakwenda kuikamilisha. Lakini kwenye shule ile ya Tilina tukishatenga fedha mwaka ujao wa fedha, tunakwenda kukamilisha kujenga jengo la utawala, jengo la tehama, maabara 3 pamoja na maktaba, ili kuleta ufanisi wa mazingira mazuri ya kujifunzia kwa watoto hawa ambao Mheshimiwa Mbunge Gitere amekuwa akiwapambania sana, na namwahidi tutaambatana naye kwenda jimboni kwa ajili ya kuwatembelea wananchi hawa. Mheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Juma kwa niaba ya Mheshimiwa Subira. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Hamud Abu Juma, mbunge wa jimbo la Kibaha Vijijini, naomba sasa swali lake namba 138 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Hamud Abu Juma ambalo leo limewasilishwa na Mheshimiwa Subira Mgaru, na nimpongeze kwa kuteuliwa kuwa mwenyekiti wa Kamati ya Nishati na Madini. Mheshimiwa Spika, halmashauri huanzishwa au kupandishwa hadhi kwa mujibu wa sheria za serikali za mitaa sura 287 na sura 288 pamoja na mwongozo wa uanzishwaji wa maeneo ya utawala ambao tumeutoa mwaka 2014 ambao umeainisha vigezo na utaratibu zinazopaswa kufuatwa ili kuanzisha au kupandisha hadhi halmashauri. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa mwongozo, mchakato wa kuanzisha halmashauri mpya huanza na kusudio ambalo hupaswa kujadiliwa katika vikao vya ngazi ya vijiji au mitaa, kata, halmashauri, wilaya na mikoa. Kusudio hilo huwasilishwa Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kupitia Katibu Tawala wa mkoa husika kwa ajili ya kufanyiwa tathmini na ufuatiliaji ili kuhakikisha ufikiwaji wa vigezo husika. Mheshimiwa Spika, napenda kuielekeza halmashauri ya wilaya ya Kibaha kufanya michakato iliyoainishwa kwenye sheria zetu na mwongozo wa uanzishwaji wa maeneo ya utawala. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Halmashauri hii ya Kibaha
kwa vigezo, imekuwa na vigezo vingi, ikiwemo idadi kubwa ya watu imefika 123, lakini ikiwemo serikali kujenga mji wa viwanda, maono ya Mheshimiwa Rais Kibaha Vijijini, mji wa Kwala. Je, serikali ipo tayari yenyewe kuona namna gani ya kuenzi maono ya Mheshimiwa Rais kutokana na mji wa Kwala na kuipandisha hadhi mji halmashauri ya Kibaha Vijijini kwa mji? Swali la pili, kwa kuwa serikali yetu imetangaza halmashauri ya Bagamoyo kuwa halmashauri ya mji, na tunashukuru sana, hatua mbalimbali zimekamilika, tangazo la serikali limetoka. Je, ni lini sasa serikali itaanza mchakato wa kuhakikisha hadhi ya halmashauri ya mji wa Bagamoyo kutoka kwenye vitongoji kwenda kwenye mitaa, na uchaguzi wa serikali za mitaa utafanyika? Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, sheria yetu pamoja na mwongozo wa uanzishwaji mamlaka za kiutawala wa mwaka 2014 umeweka vigezo vingi, lakini vigezo vikubwa ni vitatu. Kigezo cha kwanza ni kigezo cha uwezo wa kujiendesha kwa kutumia mapato ya ndani, na hapa tumeweka uwiano. Halmashauri mama inapotenganishwa na kuanzisha halmashauri mpya ya mji, ile halmashauri mpya ya mji inatakiwa iwe na uwezo wa kujiendesha kwa mapato ya ndani kwa 30%, na ile halmashauri mama inayobaki inatakiwa ikibaki iwe na uwezo wa kujiendesha kwa kutumia mapato ya ndani kwa 20%, na hivyo kufanya hitajio la kujitegemea kwa 50%. Kigezo cha pili ambacho ni kikubwa na kimewekwa ni kigezo cha idadi ya watu, na hii ni kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi. Lipo hitajio kwamba halmashauri mpya inayoanzishwa kwa maana ya halmashauri ya mji iwe na idadi ya watu wasiopungua 150,000, na ile inayobaki kwa maana ya halmashauri mama inatakiwa iwe na watu 250,000. Lakini lipo hitajio la tatu ambalo ni la muhimu zaidi katika yale mengi yaliyopo, ni angalau kwenye ile halmashauri ya mji tunayoianzisha iwe na watu 30% wanaojishughulisha na shughuli ambazo si za kilimo. Kwa hiyo nirudie tena kuwaelekeza halmashauri ya Kibaha wapitie vigezo hivi, wapitie sheria zetu, na kama wanakidhi vigezo hivi waendelee na mchakato huo, na sisi TAMISEMI tutakuwa tunasubiria kwa ajili ya kutekeleza wajibu wetu. Kuhusu Bagamoyo, ni kweli Mheshimiwa Spika, tumeitangaza kwa maana ya kuigazeti Bagamoyo kuwa halmashauri, na sisi ndani ya serikali mchakato haujasimama. Kama ambavyo tuliendelea tukatangaza, sasa tunaendelea kuangalia mambo ya kibajeti na mipango ya nchi yetu ili tuweze kuendelea kwenye hatua iliyobaki. Mheshimiwa Ado. Mheshimiwa Spika, asante kwa kuniona ili niulize swali dogo la nyongeza. Sisi Tunduru, mbunge wa Tunduru Kusini Mhandisi Fadhili Chilombe, ninafahamu kwamba ameleta hoja na kufuatilia mara nyingi Wizara ya TAMISEMI juu ya haja ya kuigawanya halmashauri ya wilaya ya Tunduru kupata halmashauri mbili, na mchakato wetu sisi ulifika mpaka RCC. Tuna watu zaidi ya 400,000 na tuna kilomita za mraba 18,000. Tunataka kauli ya TAMISEMI ili Watanzania wanaoishi Tunduru wapate kauli ya serikali ndani ya Bunge. Mheshimiwa Spika, kama nilivyotangulia kujibu kwenye jibu la msingi, uanzishwaji wa mamlaka za kiutawala ikiwemo hili analoliongelea Mheshimiwa mbunge Ado Shaibu, mwenyekiti wetu wa kamati ya LAC, unazingatia sheria ile ya uanzishwaji wa mamlaka za wilaya sura namba 287 pamoja na sheria ya uanzishwaji wa mamlaka za miji sura 288. Kama ambavyo nimetoa maelekezo na ushauri kwa halmashauri ya mji kwa halmashauri ya Kibaha, vivyo hivyo Wanatunduru wafuate utaratibu huo, na sisi TAMISEMI kazi yetu ni moja tu, kufanya tathmini na mapitio kama vigezo vimezingatiwa. Mheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Patali. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii nami nipate kuuliza swali la nyongeza kutoka kwenye swali la msingi namba 138. Mheshimiwa Spika, je, ni lini serikali itaupandisha hadhi
mji mdogo wa Mbalizi kuwa mamlaka kamili, kuwa mamlaka ya mji kamili, ikizingatiwa mji huu umekizi vigezo vyote, kiwepo idadi ya watu, uwezo wa kujiendesha wenyewe, lakini pia Mheshimiwa Spika, mji huu umeomba kupandishwa hadhi muda mrefu sana. Naomba kwa niaba ya wana Mbeya vijijini nipate majibu ya serikali. Asante sana. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, ni waelekeze uongozi wa mkoa husika wakamilishe michakato yote ambayo imeainishwa kisheria, ikiwa ni pamoja na kuanza mijadala kwenye ngazi ya mitaa na kata, ngazi ya wilaya, kwenye vikao vya RCC, vikao vya DCC, na watakapokamilisha wawasilishe TAMISEMI kama utaratibu unavyotaka, na sisi TAMISEMI tutatuma timu na tutafanya mapitio ya vigezo hivyo, na kama vigezo vitakidhi, mamlaka itachukua hatua zinazofuata. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za Bunge. Majimbo Media.